Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha ja'aka alladhina yu'minuna biayatina faqul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi rahma. Tamassaktu bil islami la bil madhahibi wa lastu ila ghairi alkitabi bidhahibi. Tumsikilize huyo mzee. Ana fikra fulani ambayo hebu jaribuni kumsikiliza, insha Allah faida kubwa itapatikana. Salamu alaikum waungwana. Hebu kwanza naomba mumsikilize huyu mganga wa kienyeji huyu. Umeona maneno yake anayoyazungumza, alafu mimi nitakupeni ufafanuzi wa haya maneno yake. Ima ihdari malihi, kama mtu atataka jini ampe sehemu ya mali yake. Jini ana mali, ukamwambia bane, naomba unipe sehemu ya mali yako. Hii ni kumtumia jini katika mambo ya halali. Haya anasema nani? Ibn Taymiyyah katika kitabu chake Majmu'atu al-Fatawa juzuu ya 13 ukurasa namba 53. Kayasome haya, utayakuta kwa urefu kabisa. Usilete tuhuma kwa Yusuf Diwani. Tuhumu Ibn Taymiyyah, mimi nanukuu tu, au mfute haya mambo. Maana haya waungwana, mmemsikia huyu bwana. Naona huyu bwana kama nyinyi mmemuelewa au nilivyomuelewa mimi, anawatoa watu katika Uislamu, anataka kuwapeleka watu katika ushirikina. Sawa jamani, unajua hizi imani za kuamini tu, kuamini mtu tu, kila analisema watu mnaamini tu, hili watu mtapotea. Ye mwenyewe hapo keshapotea. Sasa anatafuta watu wa kumfuata nyuma katika ile njia ambayo yeye kapotea. Kwa nini mimi nasema hivi? Nisikilizeni vizuri sasa. Huyu bwana yeye ni mganga wa kienyeji. Mganga wa kienyeji huyu. Alafu anajifanya yeye kuwa eti yeye ni mtafiti. Sikilizeni vizuri, video zake mimi nazo. Anajifanya yeye ni mtafiti wa mambo. Alafu anakuja kwenye mitandao hivi, baada ya kufanya huo utafiti wake, anakuja kutuambia jawabu aliyopata katika huo utafiti wake. Huyu muongo, huyu mshirikina. Sawa, hicho kitabu anachokisema yeye cha huyo Abu Taymiyyah, sikilizeni ndugu zangu, hicho sio kitabu cha Waislamu. Hicho kitabu cha Abu Taymiyyah. Anayoyasema hapo ni maneno ya Abu Taymiyyah, si maneno ya Mtume wala sio maneno ya Mungu. Sikilizeni ndugu zangu, mwe mnaelewa watu kama wanapozungumza. Sawa, habari za Abu Taymiyyah kuwa anatoa maelezo kuhusu jini unamtumiaje ili upate mali, ili upate akusaidie. Hayo sio mafundisho ya Mungu wala sio mafundisho ya Mtume, wala sio mafundisho yapo katika Uislamu. Hayo mafundisho ya Abu Taymiyyah na hicho kitabu chake na ukurasa huo si ngapi kataja hapo, mmemsikia. Kwa hiyo sasa hapa Waislamu sikizeni vizuri, anakupelekeni kwa Abu Taymiyyah mkasome kitabu cha Abu Taymiyyah na mawazo ya Abu Taymiyyah na mitazamo ya Abu Taymiyyah, muache maneno ya Mwenyezi Mungu na maneno ya Mtume. Hapa mtakiwa nyie muelewe, yeye huyo tayari keshakubaliana na maneno ya Abu Taymiyyah na anayafuata maneno ya Abu Taymiyyah na anayakubali maneno ya Abu Taymiyyah. Anataka na nyinyi muungane naye katika hilo. Asizungumze kuwa maneno hayo sio maneno yake, yeye ananukuu tu. Kwa nini usinukuu Qur'ani ukenda ukanukuu maneno ya Abu Taymiyyah? Na unajua maneno ya Abu Taymiyyah hata ukiyanukuu ukakisoma kitabu cha Abu Taymiyyah hupati thawabu. Alafu umekaa na Waislamu unawaambia wakanunue hicho kitabu. Kwa nini usiwaambie Waislamu nendeni mkanunue Qur'ani, maneno ya Mwenyezi Mungu, mkisoma mtapata thawabu? Hichi ndicho kitabu kisichokuwa na shaka, Qur'ani. Kwa nini hukuambia maneno hayo? Unakwenda kuambia maneno ya ushirikina, maneno ya Abu Taymiyyah.
Hawa watu ndugu zangu, hawa nyinyi wasikushughulisheni kwa maneno. Hawa watu ni waongo, washirikina tu.